Kama mnavyokumbuka, serikali yetu kwa maelekezo ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan inatoa scholarship kwa ajili ya kukuza na kuendeleza sayansi hapa nchini na kuvutia wale wanafunzi walioonyesha uwezo mkubwa sana katika masomo ya sayansi, masomo ya teknolojia, elimu tiba, waende wakasome masomo hayo. Tumekuwa tukifanya hivyo kila mwaka tangu tupate maelekezo haya. Na ufadhili huu ambao unaitwa scholarship, maelekezo ya rais wetu, tulivyokuja wizarani tulijadili na tulikubaliana kwamba hakuna scholarship ambayo haina jina. Huwezi kusema tu tunatoa ufadhili, lakini kuna majina na kuna scholarship mbalimbali duniani. Kuna scholarship mpaka ya Mwalimu Nyerere, wala sio fedha za Mwalimu Nyerere wanazotoa. Nelson Mandela zipo, Yoweri Museveni huko nje zinatolewa. Sisi humu ndani, kwa sababu maelekezo yalikuwa ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba nataka wale watoto waliofanya vizuri zaidi katika masomo ya sayansi muwaendeleze na muwasomeshe kwa gharama za serikali 100%, tumeita scholarship hizi Samia Scholarship. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imeamua kuita ni Samia Scholarship. Leo ningependa kutangaza duru nyingine ya utoaji wa Samia Scholarship. Kwa kuanzia, kuna Samia Scholarship ambayo tunaita STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Kwa wale wanafunzi waliofanya vizuri sana katika mitihani ya kidato cha 6 ambao wataenda kusoma katika nyanja hizo hizo watakapojiunga na chuo kikuu. Sasa kuna wanafunzi 1,050 waliofanya vizuri zaidi katika matokeo ya baraza la mitihani yaliyotangazwa wiki chache zilizopita. Katika wanafunzi hao 50 nitaeleza tutawapeleka wapi, lakini 1,000 ambao majina yao yatawekwa kwenye tovuti leo, waliofanya vizuri kuliko wenzao katika yale matokeo kwa tahasusi, yani combination za PCM, yani physics, chemistry, mathematics, PCB, yani physics, chemistry na biology, CBG, yani chemistry, biology na geography, PMG, yani physics, mathematics na geography, CBA, yani chemistry, biology na agriculture, na PMC, yani physics, mathematics na computer science. Wale wanafunzi waliofanya mitihani yao ya kidato cha 6 katika combination hizi wamepangwa kwa waliofaulu zaidi kuanzia namba 1 mpaka 1,000. Kwa hakika tunao 1,050. Wale 50 nitawataja baadaye tunawapeleka wapi, lakini kuanzia namba 1 mpaka 1,000 tumewapanga, na leo majina yao yatawekwa katika tovuti. Wanafunzi hawa kwa sababu ya ufaulu wao wanastahili kupata scholarship ya kusoma kwa masharti yafuatayo. Kwanza, wanafunzi hawa watafute udahili vyuo vikuu hapa nchini ili kusoma shahada yao katika eneo lolote kati ya maeneo yafuatayo. 1, wasome ama degree ya hisabati. 2, wasome tehama. 3, wasome sayansi au wasome uhandisi au elimu ya tiba. Kwa hawa, kwa kufaulu kwao sasa hivi wameshakidhi masharti, majina yao yatakuwepo. Tutakachowahitaji wao ili waweze kupata ufadhili huu, sio mkopo, wanasomeshwa kwa 100%, ni lazima waombe udahili ndani ya vyuo vikuu vya ndani ya nchi yetu kwenda kufanya digrii ya kwanza ama katika hisabati ama katika tehama au katika sayansi na sayansi asilia, hata applied science, au katika uhandisi au katika elimu tiba. Wakipata udahili katika vyuo vikuu katika maeneo hayo, watajaza fomu ya kukubali kwamba wanataka kuingia katika utaratibu wa Samia Scholarship, watasomeshwa kwa 100%. Majina hao waliofanya vizuri yanaingizwa kwenye tovuti ya wizara leo. Kwa tunaomba wale wote ambao walifanya mtihani na najua walifaulu vizuri wakaangalia majina yao baadaye leo, yatakuwa yamewekwa humo ndani. Na hakikisha utaona kabisa kwamba aliyewekwa pale amefaulu vizuri, kwa sababu matokeo yako wazi. Ukiwa na wasiwasi na shaka kwamba ulifaulu vizuri jina lako alipo, wewe ulizia
tutacheki, kwa sababu Samia Scholarship hatutaki iende kwa mchezo au kwa njia zozote zile za ubabaishaji. Ni scholarship ambayo inaheshimika sana, kwa hiyo vigezo vinazingatiwa kwa 100%. Nafurahi vilevile kusema kwamba katika wanafunzi hawa ambao wamefaulu vizuri, 58% wametoka katika sekondari za serikali na 42 kutoka sekondari za taasisi au watu binafsi. Sisi hatubagui kama umetoka katika sekondari za binafsi au za serikali, lakini tunafurahi kwamba mgawanyo huu unaonyesha kwamba wako waliotoka sekondari za serikali 58% na wengine wamekwenda kule. Kwa hiyo taratibu huu utakaowekwa katika tovuti na namna ya kuomba na masharti yake mtayaona, tutaomba wanafunzi wote waangalie. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Nilisema wanafunzi 1050. Wale 1000 ndio ambao watapata Samia Scholarship STEM ya kusoma katika vyuo vikuu hapa nchini katika maeneo niliyosema. 50, wanafunzi 50 waliofaulu vizuri zaidi katika taasisi zifuatazo. Kwanza PCM, yani Physics, Chemistry na Mathematics, au PGM, yani Physics, Geography na Mathematics, au PMC, yani Physics, Mathematics na Computer Science. Wale waliofaulu kuliko wote 50, majina yao vilevile yataonyeshwa. Hawa tunawaandaa kwa ajili ya kwenda kusoma nje katika eneo la teknolojia zinazoibukia ambazo ni data science, artificial intelligence na maeneo kama hayo. Wanafunzi hawa utaona kwamba combination zote zina advanced mathematics. Kwa sharti la kwanza, pamoja kwamba umesoma science, lazima umesoma hisabati ya juu, advanced mathematics. Sasa tumepanganya majina ya hawa, yani wote, taarifa nilizonazo, wote wamepata A3 katika masomo yao, lakini sio wote waliopata A3 watakuwa katika listi hii. Mkiwa mmepata A3 mnafanana, tunaenda kuangalia zile max hasa, kwa sababu A inaweza kuanzia 70 mpaka 100. Hasa kuna mmoja ana A ambaye ana 80, mwingine ana A ana 75. Tunamchukua yule mwenye 80. Kwa hiyo deciding factor ya kwanza ni mathematics. Mkilingana tunaangalia na masomo mengine. Kwa hiyo unaweza ukawa kweli una A3 lakini umesoma masomo haya, haupo katika ile listi ya watu 50. Tulichofanya ni kuingia mle ndani. Na mimi ningependa mtu yote mwenye wasiwasi, tutapenda tumpeleke baraza la mtihani akaangalie yale matokeo hasa yaliyotolewa kule, kwa sababu tunataka kulinda kwa wivu mkubwa sana scholarship hii ya Samia Scholarship, kwamba kila mtu ajue inatolewa kwa uadilifu, kwa weledi na hakuna ubabaishaji. Kwa ukiwa na wasiwasi kabisa, unahisi wewe ulifanya vizuri bwana, kwa nini mimi sijapata katika hao 50? Sisi tutajitahidi, tutakualika, tutakwenda baraza la mtihani, tutaomba kuonyeshe zile max actual performance ulizopata, na wanaweza kukuonyesha wenzako walipata kiasi gani, ili ujiridhishe, usiwe na shaka ya aina yoyote. Sasa kwa hawa wanafunzi 50 ambao wamefanya vizuri katika hizi taasisi 3, hawa wanafunzi tutawapeleka nje kwenda kusoma maeneo hayo ambayo yanaendana na artificial intelligence, yani akili unde, data science kwa ujumla wake, au maeneo ambayo yanalingana nayo. Kwa hiyo tunaita Samia Scholarship Extended Data Science Artificial Intelligence Plus. Maana yake plus ni pamoja na field ambazo zinaendana nayo. Kwa mfano sasa hivi kuna kitu kinachoitwa quantum computation. Ni jambo kubwa sana ambalo linakuwa pushed katika utafiti na kadhalika, na kuna degree zinazotolewa katika baadhi ya vyuo, na tutakapoweza kufikia katika level ile, hata kompyuta tunazozitumia zitabadilika sana. Kwa na sisi kwa teknolojia zinazoibuka lazima tuandae vijana wetu waende wakasome vitu kama vile. Sasa hawa ambao 50 majina yao yatakuwa katika tovuti hapa, wanachohitaji kufanya ni nini? Kwanza wajaze form kuridhia kupokea hiyo Samia Scholarship. Wajaze form waridhie kupokea hiyo Samia Scholarship. Sio kuomba. Sisi tayari tumeshawapa, na tutajitahidi, tutawapigia simu, tutaomba ongea na wazazi wao, tutakubembeleza, sisi tunakuhitaji, lakini itabidi uridhie kwamba mimi naridhia
Na ukiridhia maanake nini? Unaridhia vilevile kwamba hutaomba kujiunga na chuo kikuu chochote hapa ndani ya nchi sasa hivi. Utakubali kwenda kupelekwa katika kambi ya mafunzo ambayo tunaita bootcamp, ambayo iko Arusha, Nelson Mandela African Institute of Science and Technology. Tutakuweka pale kwa gharama za serikali 100%. Pale tutakupa baadhi ya mafunzo ya stadi za maisha, mafunzo zaidi ya mambo ya kompyuta, na vilevile tutakuandaa kwa ajili ya kwenda kuishi nje ya nchi. Na ukiwa pale tutakuwa na utaratibu wa kuwawezesha na kuandaa kufanya baadhi ya mitihani ya kimataifa ambao watu wanaomba kwenda kusoma vyuo bora zaidi duniani wanatakiwa wafanye ile mitihani. Kwa serikali itakuwezesha kufanya mitihani, na ukimaliza tunakuandaa kwenda kusoma nje. Kwa wale watakaoenda kukaa bootcamp, watakaa kwa kipindi kisichozidi miezi 10. Baadhi yao wanaweza kukaa muda mfupi sana, kwa sababu mihula ya elimu kusini mwa dunia huwa ni tofauti na mihula ya elimu kaskazini mwa dunia. Kwa mfano Afrika ya Kusini wanaoanza masomo wanaanza mwezi Januari. Kwa wale ambao tutapeleka South Africa tunawapeleka mwezi Januari. Lakini wanaenda Ulaya wanaenda mwezi wa 8, mwezi wa 9, mwezi wa 8 mwishoni, mwezi wa 9. Kwa hiyo wengine watakaa miezi 10, wengine watakaa chini ya miezi 10 kwa ajili ya maandalizi hayo. Kwa hiyo tunaomba wale wote waliofanya vizuri waangalie katika tovuti, washauriane na wazazi au walezi wao, wawaeleze, wakubali. Sasa labda niseme kwa Samia scholarship zote hizi mbili ambazo nimezielezea, kwa wale 1000 ambao tumewaweka katika orodha, akitokea mmoja hayuko tayari kusoma yale masomo tuliyosema, au mzazi wake anataka kumpeleka nje katika fili ambazo wanazipenda wao, tunamchukua 1001. Wakitokea 5, wazazi wamesema wewe nenda kasome historia, kasome economics, kasome law, au nenda kasome sehemu nyingine, wao 5 wakiondoka pale, sisi pale 1000 tutaenda 1000, tutashuka chini wale 5 wanaofuata. Kwa hiyo tutakuwa tunafuata ile orodha kwa jinsi watu walivyofanya vizuri katika mitihani yao. Kadhalika hawa 50, kwa wale ambao watasema kweli tunafurahi serikali yetu hii ya awamu ya 6 iko tayari kutupeleka nje, lakini mimi sitaki nisome data science au artificial intelligence, naenda kusoma mambo mengine. Unaweza ukaomba ukasema basi mimi nabaki hapa nchini, tukurudishe kwenye Samia scholarship STEM kwa sababu una qualify, au unataka kwenda kusomea udaktari, lakini hapa sioni kama kuna biology hapa. Lakini kama unaenda kusomea masomo mengine ambayo ungependa wasome lakini sio yale ambayo tumekuchagulia, usome hapa nchini. Mzazi anasema mwanangu sasa hivi kwa umri huu sitaki aende kusoma nje, sawa. Sisi tutakurudisha, tutakuwa kwenye Samia scholarship, lakini tutaenda katika orodha ya 50, tutaenda wa 51, tutampandisha. Wakitoka 2 tunaenda 52, tunapandisha. Hatutochomeka mtu mwingine yote bila kufuata ule utaratibu. Na kwenye hilo sisi viongozi wakuu wa wizara tutakuwa tunafuatilia, kuanzia manaibu katibu wakuu, katibu mkuu, naibu waziri na mimi, wote watakuwa natuletea, wanatuonyesha kwamba huyu ameomba abaki asome hapa nchini, kwa hiyo nafasi yake tunamleta huyu aliyeperform hivi, tunahakiki, alafu tunamtangaza, tunamuita aenda kufanya. Napenda kusema tena, katika Samia scholarship tunataka ibaki scholarship ya kihistoria, haina ubabaishaji, inaendeshwa kwa uadilifu na weledi mkubwa, kwa sababu namna fulani ya kujenga nchi yetu mbele ya safari kwa jinsi ambavyo teknolojia zinabadilika. Sasa labda nitoe tena taarifa vilevile kwamba pamoja na hizi ambazo tumezisema za kupeleka watu kwenda kufanya bootcamp na kadhalika, tumeendelea kuandaa wanafunzi kwenda kusoma nje. Duru ya kwanza tulichukua wanafunzi 50, tuliwapeleka bootcamp Nelson Mandela African Institute of Science na Technology. 16 wamepokelewa Johannesburg University wanasoma. Na nitoe taarifa, napata taarifa nzuri sana kutoka Johannesburg. Wanafurahia maendeleo wale wanafunzi, wanasema Tanzania kuna vichwa kweli kweli, wanafanya vizuri darasani na tunawahimiza wasibweteke. 32 wataondoka tarehe 28 Agosti mwezi ujao, wanaenda Limerick University Ireland, na 2 wataondoka hiyo tarehe 28 Agosti kwenda Dublin University College Ireland. Na sisi tunatumaini watakapoenda kule wataendelea kuitangaza Tanzania vizuri, kwa sababu wanavyofanya vizuri kule. Mimi
wakatonywa kule, wakasema sasa hivi hawatakuwa na wasiwasi na mtu anayetoka Tanzania kama wanafunzi hawa waliopelekwa wataendelea kufanya vizuri kama ambavyo wanafanya vizuri kule Johannesburg. Na nisisitizie kwa nini tumechagua hizi university. Pale Johannesburg kuna makampuni makubwa sana ya teknoloji, na unaposoma kile chuo kikuu ambacho ni kati ya vyuo vikuu bora duniani, unapata fursa mbele ya safari kwenda kufanya kazi na masomo katika makampuni ambayo yako pale. Na vilevile tumechagua Ireland kwa sababu hiyo hiyo, kuna fursa kubwa ya kuweza kufanya kazi na kusoma ili kuhakikisha kwamba unapata ujuzi na unapata uelewa wa kinadharia. Sasa vilevile tuna wanafunzi wengine ambao tunawasomesha katika masters katika masuala haya ya data science, artificial intelligence na kadhalika. Wako wanafunzi 10 tayari wanasoma masters pale Nelson Mandela African Institute of Science and Technology, wanasoma chini ya utaratibu wa Samia Scholarship Extended, lakini hapa ni shahada ya uzamili. Na leo tutapata majina matatu ambao wataenda kusoma IIT Madras, kampasi ya Zanzibar, ambayo ni Indian Institute of Technology Madras. Wana kampasi pale Zanzibar. Hii ni kampasi ambayo inaendeshwa kwa kutumia seneti iliyoko kule India. Admission yake unaipata kupitia kule India. Ni chuo kimoja kizuri sana duniani, kinashindana na vyuo vingine vyote, na tunashukuru sana Serikali ya Mapinduzi Zanzibar waliwapa majengo, wanaendesha elimu yao pale, na mle utakuta wanaosoma wengi sio wa Tanzania. Kwa hiyo tumeamua kutumia Samia Scholarship kupeleka wa Tanzania kwenda kusoma kule. Sisi Samia Scholarship tuna vigezo, kwa lazima ukidhi vile vigezo ili tuweze kukusomesha. Safari hii tumepata wanafunzi 3 ambao wataenda kusoma kule. Kadhalika tuna Samia Scholarship Extended ya kupeleka watu kwenda kusoma masuala ya nuclear science nje, na hii inaendeshwa na Tume ya Nguvu za Atomu Tanzania. Wanafunzi ambao wamefanya vizuri sana, Tanzania ambao wamefanya vizuri sana, wanapelekwa kwenda kusoma maeneo haya yanaendana na nuclear science, kwa sababu ni muhimu sana kwenye mambo ya afya, kwenye mambo ya kilimo na kadhalika. Na vile vile Tanzania sisi tuna urani, madini haya ya uranium ambayo yatasababisha shughuli nyingi ambazo zinatumia nuclear science ziongezeke hapa nchini. Kwa hiyo tunaendelea kuwapeleka Watanzania wengi zaidi kwenda kusoma kule. Hiyo ndio taarifa nzuri nilikuwa nataka niwashirikishe. Naombeni mtusaidie kuisambaza, hasa wale wahusika waangalie kwenye tovuti ya wizara kuanzia leo jioni na kuendelea, waweze kuhabarishwa na kufanya lile linalohitajika ili wale tunaowahitaji tuweze kuwapata na kuwasomesha katika utaratibu huu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.